Hali ya Fabrice Ngoma kuendelea kubaki Simba ni imebadilika. Viongozi wa Simba walikuwa na mpango wa kumuongezea Fabrice Ngoma mkataba. Lakini baada ya kile kilichotokea kwenye dabi, kuelekea dabi, Fabrice Ngoma kubaki Simba asilimia zake ni ndogo sana, kwa sababu baadhi ya watu wanaamini Fabrice Ngoma amekuwa anaongoza migomo kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo nafasi ya Fabrice Ngoma kubaki Simba mwishoni mwa msimu ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Na kuhusiana na issue ya Simba, kuna kitu ambacho viongozi wa Simba walijifunza kwa siku za hivi karibuni. Baada ya kuwa wanavunja mikataba ya wachezaji kwa kutumia pesa nyingi sana, viongozi wa Simba walijifunza kitu kuanzia dirisha kubwa lile lililopita. Sasa hivi mikataba wanayoitoa ni mkataba wa mwaka mmoja wenye option ya kuongeza mwingine. Yani Simba wanatoa mkataba wa mwaka mmoja kwa wachezaji wote ambao unawaona. Wanatoa option ya mkataba mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwingine endapo watashawishika na performance ya mchezaji. Kwa mfano nitawaambia, wakati Mixon anarejea kutoka Al Ahly, alichokifanya ni kusaini mkataba mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwingine endapo Simba wataridhika na kiwango chake. Kwa hiyo Simba wanaepukana na issue za kuvunja mikataba wachezaji na kuwalipa pesa nyingi ili kuwaacha. Kwa hiyo ukisikia Debra Fernandez anaachwa, ukisikia Sioke Jefa anaachwa, sio ukisikia Mutale sio anaachwa, ni wachezaji ambao wataondoka pasipo kupata chochote. Wataondoka kama free agent, kwa sababu mikataba aliyopewa ni ya mwaka mmoja yenye option ya kuongeza mwingine. Ndio pale Simba walijaribu kuwa smart. Ndio maana mkataba wa Mixon ilikuwa ni rahisi kuweza kuvunja, kwamba bwana mkataba wa mwaka mmoja umeutumikia, huu wa pili hatujaridhika na kiwango chako, wewe ondoka. Kwa hiyo ndio kitu ambayo sasa hivi Simba wanafanya. Kwa hiyo hao wachezaji wote unaowaona kwenye klabu ya Simba mikataba yao imesimama hivyo.